Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa. Leo na siku nyingine tena niko hapa kwa lengo kubwa la kutaka kuja kuletea kitu kimoja muhimu mno katika maisha yetu, hasa ndani ya mwaka huu 2026 ambao bila shaka huenda ikarejesha matumaini yako upya ambayo kwa muda mrefu uliyapoteza. Lakini huenda pia mwaka 2026 ukawa ni mwaka maalum sana katika kuelekea mafanikio makubwa, na huenda katika wale walipoteza afya, huenda mwaka huu wakarejesha afya zao, wakarecover vizuri, na huenda tayari wakaelekea majukumu yao ya kawaida kabisa. Lakini hii ni kodi maalum ambayo wewe unaweza kwenda kuipata katika kipindi chetu hichi, na haswa tutakwenda kuiangazia nisfu Shaabani, kwa maana nusu nzima ya mwezi huu wa Shaabani, namna gani ambavyo inaweza kwenda kurejesha matumaini, lakini pia kurejesha ile hali hamasa lakini na afya za watu zilizopotea, lakini bila kusahau kurejesha furaha katika ndoa, lakini na wale ambao walipoteza kazi kwa miaka mingi na wanaendelea kutafuta kazi hawajapata. Huenda mwaka 2026 kupitia nisfu Shaabani ikawa ni siku pekee ambayo itarudisha tena upya ile furaha iliyokupotea kwa miaka mingi, hamasa iliyokupotea kwa muda mrefu, maradhi yaliyokutenza kwa muda mrefu yakaweza kuondoka, afya ikarejea. Lakini pia kubwa kwa zaidi ya yote ni kwenda kujiandaa vyema kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani biidhnillah. Kuna jambo kubwa tutakwenda kuyasikia hapa nikiwa sambamba na Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Tutakwenda kujua ubora wa siku hii unakuwaje na vipi matumaini ya watu yanakwenda kurejea, na namna gani furaha na mafanikio yanakwenda kushamiri kwa watu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Salamu, na kisha baada hapo tutakwenda kuiangazia nisfu Shaabani, fadhila zake, ubora wake, na vipi unaweza ukashiriki nasi katika siku hii maalum, siku adimu ambayo kwa mwaka inapatikana mara moja tu na si kama zilivyo siku zingine. Mdawi salamu. Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele, nishati ya kutosha, na tukiwa katika Shaabani pili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwetu ni furaha kwa sababu Mola bado anaturuzuku pumzi, uwezo, afya na hata kuitumikia jamii biidhnillahil karim. Naam, bila shaka umemsikia Sayyidna Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali akikueleza akiwa na bashasha na hali ya juu mno, ukizingatia tupo ndani ile miezi mitukufu ikiwemo mwezi huu, na leo ni mwezi pili katika Shaabani. Maana yake basi tuelekea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hivi, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituafikisha salama, basi tujipange vyema kuelekea katika mfungo ambao kila mwaka na wenyewe unapatikana mara moja tu. Hii si jambo dogo. Mimi nikwambie tu, Sheikh amesema kunako tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kunako riziki ya afya na pumzi na kuweza kuitumikia jamii. Kumbuka neno riziki. Na hapa pia nitakuwa na maswali baadaye kunako kipande hichi cha riziki, namna gani kilivyobeba thamani ya maisha yetu, thamani ya mambo yetu, lakini pia thamani ya uwepo wetu katika ardhi hii na dunia kwa ujumla wake. Sahihi na Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Yalla. Tunakwenda kuiangazia nisfu Shaabani. Sahih. Kwanza kuna watu wanaisikia neno nisfu Shaabani, hawaijui ni siku ya namna gani. Sasa tuanzie hapa. Je, siku hii ni siku ya namna gani? Yenye ukubwa gani? Lakini pia ina fadhila za namna gani? Lakini je, watu wanapaswa kuiona siku hii katika hali ya aina gani? Tuanze hapa ili twende tukaangalie mengine mengi ndani ya siku hii. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Tunapoizungumza nisfu Shaaban, tunaizungumza ni siku ya 15 katika mwezi huu wa Shaabani. Na hasa unakusudiwa hapa ni ile laila, usiku wa kuamkia mchana wa 15 ya Shaaban. Hii siku ni siku ambayo ina matukio
mengi sana na tena matukio matukufu. Mmoja katika dada zangu, yeye anaitwa dada Isabella, yupo pale katika ardhi ya Ufaransa. Yeye anasema moja katika siku ambayo imebadilisha maisha yake ni hii nisfu Shaaban, hasa katika zile dua tulizokuwa tukifanya katika miaka iliyopita. Kwa sababu ni mwaka jana tu ndo hatukufanikiwa tupata fursa ya kufanya hii dua, na ni kwa sababu tulikuwa tuko safari, ndio maana hatukuweza kuifanya hii dua. Lakini kadhalika hii nisfu Shaaban ni kwa ajili yako ndugu yangu unayetufuatilia. Furahi sasa, mkombozi amefika kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni siku bora sana. Kama una maradhi, hebu sikiliza haya kwa umakini, alafu jiunge pamoja nasi, Mola atakuponya maradhi yako. Lakini kama una shida na mitihani, riziki zako zinaparaganyika hovyo, mambo yanaharibika, kipato chako hakina baraka, kinaingia katika mikono yako lakini kinatawanyika bila kuelewa kimekwenda mahala gani. Kupitia katika hii nisfu Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kukufanya wewe kuwa pia ni mtu bora, yani kubadili maisha yako, kuwa kipato sasa kinaweza kukaa kikafanya malengo yako yale uliyokusudia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa utaratibu gani? Hapa twende sambamba ili uweze kufahamu kwa uzuri zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao wao wanataka sana ndoa kwao zimekuwa mtihani. Kupitia siku hii ya nisfi Shaaban, ni siku mujarrab, inakwenda kubadili mfumo kabisa wa maisha yako, kutoka kuwa mtu ambaye ulio bachelor au kutoka kuwa mtu ambaye hauna mume, basi inshallah kuingia katika maisha ya ndoa kwa yule unayemtaka na unayemtaraji na kumtamani awe katika maisha yako. Lakini kadhalika kuna wale ambao wana CV nzuri, kila wanapotafuta kazi wao mafanikio yao yanakuwa duni sana, hawafanikiwi. Basi kupitia hii nisfu Shaaban biidhnillah subhanahu wa ta'ala itakwenda kubadili maisha yako kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hilo halitoshi, kuna wale watu ambao wanakuwa na mashakili hapa na pale, hawana utulivu wa nafsi, hawana utulivu wa akili, hawana utulivu, yani kwa maana ya kila nyanja, biashara zao, fedha zao, kila chao kinavurugika. Basi hii ndio fursa ya kuweza kuitumia biidhnillah. Watoto hawaelewani, watoto wamekuwa na tabia chafu, tabia mbaya, magenge mabaya, makundi mabaya. Unataka watoto wako wabadilike kutoka katika hali hiyo, basi twende sambamba katika kipindi hiki cha nisfi Shaaban biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa taratibu tunakwenda kuzielekeza hapa, mabadiliko yanakwenda kupatikana. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, tunapoizungumza siku ya 15 ya mwezi huu wa Shaaban, hiyo ni siku gani? Ya lailatun laha makanatun khassa inda almuslimin liihtiwaiha ala ahdathin hamma wa tahwili alqibla. Hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia ni siku ambayo ina ubora wa hali ya juu. Yani kama patafanywa dua kwa jina lako wewe ndugu yangu unayotufuatilia hivi sasa, tena kwa jina lako lilofanyiwa anasir, ikapatikana ile password maalum ya jina lako, basi mambo yako yatakwenda kufunguka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ambayo ina daraja ya hali ya juu, lihtiwaiha ala ahdathin hamma, kwa sababu hii siku Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ina matukio muhimu sana. Miongoni mwa matukio hayo muhimu ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipobadilisha qibla kutoka Baitul Maqdisi na sasa kuelekea Al-Kaaba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo katika dua tunayoiandaa rasmi kwa ajili yetu na kwa ajili yako wewe unayetufuatilia, tunamwambia ya Rabbi, tubadilishie maisha kama ulivyobadilisha qibla kutoka Baitul Maqdisi na kuelekea Al-Kaaba. Ya Rabbi, pia tubadilishie kutoka katika ufakiri twende katika mafanikio, lakini kadhalika kutoka katika maradhi twende katika afya. Ya Rabbi, kutoka katika mikwamo ya kila mambo yetu twende katika
kufaulu ya Rabbi, kutoka katika mizozo twende katika maelewano na masikilizano na mfano wa hayo yaliyo mengi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usikose hii dua, fata utaratibu ambao utakao kuelekeza nawe kuwa mmoja miongoni mwenu. Dada Isabela yeye katika watu ambao wametukumbusha shekhe, mwaka huu lailatu min Shaaban isipite hivi hivi, na akasema na mimi natoa kabisa ile istahiki yangu ili jambo liweze kwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahi huyu dada Isabela, Mwenyezi Mungu amzidishie zaidi na zaidi, kwa sababu mambo mengi sana amekuwa akiyakimbilia haraka na mambo yamekwenda vizuri kabisa. Lakini katika usiku huu wayuhyiha alba'du bilibadati kasalati wadhikri waddua, usiku huu wa lailatu min Shaaban ambaye tumeandaa dua rasmi kwa ajili yetu na kwa ajili yako wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa. Basi huu usiku watu hufanya sana ibada, lakini kadhalika na hufanya sana adhkari, lakini kadhalika na hufanya sana dua za aina mbalimbali, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutoe katika mazito na atupeleke katika mepesi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe unataka kuwa ni mmoja katika wale ambao tutakaoweka katika orodha ya dua hii maalum ambayo inafanywa katika siku maalum na inayofanywa kwa utaratibu wa jina lako maalum? Je, unataka kuwa ni mmoja katika hao? Basi inshallah wasiliana nasi tukupe utaratibu hivi sasa, nawe utaratibu huo utekeleze haraka kama jinsi ambavyo wanavyotekeleza haraka utaratibu huu wenzako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu gani? Tupigie simu, tuwekee ujumbe wako kupitia namba zetu hizo haraka sana, ili usijikute nawe unakuwa miongoni mwa wale ambao watakayekosa hii fursa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika miongoni mwa ubora wa siku hii biidhnillah, ambapo watu wakiomba dua kwa utaratibu wake, kwa njia zake, kwa namna zake ndani ya siku hiyo, mara kadhaa watu hawa wamekuwa wakipata na wakijibiwa katika kile ambacho walichokiomba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya'taqidu al-ba'd anna Allah yanzilu fiha ila samai dunya fayaghfira lilmustaghfirina wa yarhama almustarhimin. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo huwa anateremsha rehma zake. Yani hiyo siku ya nisfi Shaaban huwa rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zinashuka kwa wingi sana. Tena fayaghfira lilmustaghfirin, Allah anawasamehe wale ambao wenye kuomba msamaha. Yani siku hiyo watu usamehewa sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini wayarhama almustarhimin, lakini naye Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku hiyo huwa rehemu, huwa hurumia, huwapa, huwajalia kile wanachotaka wale ambao wanaoomba. Vuta picha, ndio inafika siku hiyo, alafu sisi tupo katika dua, tunasema na Allah, tunamwambia ya Rabbi, kuna mja wako yupo katika ardhi fulani, anaitwa fulani, ya Allah ana mitihani na shida zake kadha, ya Rabbi tunakuomba tufanyie sisi pamoja na huyu ndugu yetu. Wewe unapaonaje hapo? Ndani dua bora inayofanywa kwa utaratibu bora ndani ya siku bora, tukitaraji majibu yaliyo bora. Utakosa? Acha dada Isabela yeye ifurahie sana siku hii kwa kuwa imebadili maisha yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa matukio bora yanayopatikana ndani ya usiku huu wa siku ya 15 ya mwezi huu wa Shaabani, Lailatul Baraati wal Qadar, kwa maana ni usiku maalum kabisa wa watu kuepukwa na mambo mabaya. Kama kuna watu wamefanywa mauchawi, wamerogwa, basi dua itakayokwenda kufanyika katika usiku huu itateketeza kabisa machawi yote ambayo yaliyokusibu ewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia. Cha msingi fata utaratibu tutakao kuelekeza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika wal qadri, lakini kadhalika na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anaweka bajeti ya waja wake wote. Yani hapa ndio siku ya qismatu rizqi, yani mgawanyo wa riziki. Yani hiyo ndio siku ya bajeti. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka bajeti kwa waja wake wote.
biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Vipi katika siku ya budget tunamwambia ya Rabbi, ikiwa riziki yangu ni chache ya Allah na kuomba niongezee fungu liwe la kutosha katika hali za namna hiyo. Unahisi utakosa? La, bila shaka utafanikisha sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la msingi ni kufata utaratibu katika yale ambayo tutakuja kuelekeza hapa. Lakini kadhalika turafu bilailati lghufrani au lbaraati au lqadri, ufahamika kwamba ni usiku wa msamaha kwa anayemwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamaha. Lakini kadhalika ufahamika ni usiku wa kuondokewa na mambo mabaya mabalaa, nuksi, mikosi, kuvurugikiwa kwa mambo. Hii ndio siku inaweza ikaondosha majambo hayo yote biidhnillah. Au lqadri, au kadhalika vile vile ni siku ya makadirio, yani siku ya bajeti maalum ya Allah subhanahu wa ta'ala, litaqdiri alkhairi wal arzaqi, kwa kuwakadiria waja wake kheri za aina mbalimbali na riziki zao za aina mbalimbali. Sasa wewe ambaye unayo kazi lakini riziki yako ni ngumu, au wewe ambaye hauna kazi lakini unatafuta sana kazi ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atie wepesi riziki zako zipatikane kwa wepesi, fursa ndiyo hii ya kuitumia. Ni siku moja tu kwa mwaka, haijirejei tena mpaka mwaka mwingine tena. Tumia fursa hii biidhni. Leo ni mwezi pili, lakini kadhalika kuna mwezi 15. Sasa wewe unashiriki vipi katika dua hii maalum ambayo tulioiandaa biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Kodi zake zinakuja katika hali ifuatayo. Moja, lazima kwanza tupate majina yako wewe ambaye unataka kushiriki katika dua yetu hii. Tena tuyapate mapema. Hivi ukiipata klipu hii tayari tunataka majina yako kamili. Kisha baada ya yale majina, ili tuyafanyie rasdi, tuyaweke katika utaratibu maalum kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alafu hii itakwenda sambamba na harambee maalum ambayo hiyo ni maalum kwa ajili ya tunakusanya hicho kinachokusanywa ili kuwasaidia wale watu wenye hali duni, hasa tunapokwenda kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tazama ubora wa haya mambo. Al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwan, tunakwenda kufanya dua maalum iliyofanywa kwa taratibu maalum za jina la kila mmoja katika wale ambao wanaotaka kushiriki katika dua hii. Lakini wakati huo huo kuna harambee maalum inafanywa kutoka kwa watu hawa ambayo hii ni maalum na yenye nia ya kuwasaidia wale wenye hali duni. Alafu tunakwenda kuifanya katika siku maalum ambayo siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwaga rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala hapa ardhini. Hebu unafikiri hapo mahala unaweza ukakosa kufikia malengo? Bila shaka malengo yatafikiwa. Kwa hali hiyo sasa mambo yanaweza kwenda katika mustawa uliokuwa sawasawa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunasema hivyo? Hebu angalia, tunataka tuambatanishe mambo matatu makubwa katika siku kubwa. Jambo la kwanza, tunakwenda kuomba dua iliyojaa taaluma na maarifa kwa ajili ya jina la kila mmoja, lakini katika siku ambayo bila shaka siku hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamimina rehma zake katika ardhi hii. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunakwenda kufanya ile harambee. Yani hawa watu wanatoa katika sadaka yao ambayo bila shaka watapewa maelekezo sahihi kupitia katika namba zetu hizi. Kisha baada ya hapo tunakusanya kile kilichotokana na jasho lako wewe unayetufuatilia hivi sasa. Alafu kinapelekwa kwa wale watu muhtajin, kwa sababu sisi ni watu ambao tunakimbiliwa sana na hasa zinapofika nyakati hizi. Kisha baada ya hapo sasa hao muhtajina wanapopewa, je, wewe unapata nini hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Ili tuone ubora wa hii dua, nikwambie nawe ikimbilie haraka, utakwenda kuona mabadiliko yaliokuwa bora kabisa katika mwaka huu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwan, musaadatul muhtajina laha fawaidun azimatun ala alfardi walmujtami'.
siku zote ya kwamba mtu unapotoa msaada kuwasaidia wale watu wasiojiweza, unajua kuna mtu ambaye hajiwezi na kuna mtu ambaye yeye alivyo ana tofauti kidogo na mtu mwingine, hana hali nzuri lakini ana uwezo wa kumsaidia mwenye hali mbaya zaidi kuliko yeye. Na ukijiona wewe una hali ya namna hiyo, jipe ishara njema, wewe ni mtu mwema. Una kidogo lakini unasema hapana, pamoja na kidogo changu hiki lazima na mimi nimsaidie mwenzangu katika udogo wake huo. Wewe ni mtu bora sana. Ni wangapi tunaona wana vikubwa na hawana mpango kabisa? Na mara ngapi tunaona wale ambao wana kidogo lakini wanaguswa na wanaumizwa sana na yale ambao wanayaona kwa wale ambao wasiokuwa nacho kabisa. Katika hali za namna hii, wewe unataka watoto wako wawe watu bora, basi hii ni dua ambayo hutakiwi kukosa. Wewe unataka Allah subhanahu wa ta'ala kujalie baraka katika kipato chako, hii ni fursa, itakiwe kuikosa. Wewe unataka Allah akuponye maradhi yako, hii ni fursa. Unataka Allah sulhu ndoa yako, ajalie khairi katika ndoa yako, lakini kadhalika kazi zako ziwe na baraka tele, riziki zako ziwe nzuri biidhnillah. Hii sio fursa ya wewe kuikosa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumia fursa insha Allah kuwasaidia watu. Hapa kunakuwa na malipo makubwa sana 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 sana. Kwanza, jambo la kwanza, Allah anakusamehe kwa lile tukio la wewe kutoa chako kwa ajili ya kumsaidia mtu mwenye shida, mwenye haja, ambao tunakusanya kutoka kwako. Tunaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku bora, alafu kadhalika kile ulichokitoa kinakwenda kwa watu wanaohitajika. Wallahi, hapo kama kuna sehemu yenye kheri ya kuikimbilia haraka ni hii mahala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wataqarrubu ila Allahi, lakini kadhalika na ni kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna sadaqata, kwa sababu sadaqa namna ilivyo, tudfi'u ghadaba rabb, kunazima hasira za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa taksibu ridha. Lakini kadhalika ile tukio la mtu kutoa sadaqa kunatengeneza radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuna taratibu, wasiliana nasi, tutakupa utaratibu wa hiyo sadaka ni kiasi gani au kiwango gani kwa utaratibu gani, basi inshallah. Alafu utaona baada ya dua hii ya nisfi Shaaban, wallahi utakuja utatushukuru, utasema alhamdulillah, nimeona Mola wangu namna anavyojibu dua. Wa musaadatu nnasi tuqarribuka ilayhi, lakini ule msaada wewe kuwasaidia watu kuna kupeleka karibu sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa habbu nnasi ila Allahi anfa'uhum linnas, kwa sababu mtu ambaye anayependwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ana manufaa kwa watu. Je, wewe katika kidogo ulicho nacho kuna jamii inafurahika kupitia wewe? Inawezekana hapo ulipo umepambana kwa jasho, lakini jasho lako kikapatikana kidogo, kikapatikana akaenda kula au akaenda kutumia hicho kidogo yule ambaye hali yake ni duni, unamjua na hata usiyemjua. Wewe unapaonaje hapo mbele ya Allah tabaraka wa taala? Lakini al-ajru al-azim, kuwa na malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafrijul karbi, na kuondokewa na mitihani na shida. Yani mtu anapopiga moyo wake konde, kisha akasema nacho kidogo hiki lakini naweza na mimi nikashiriki katika hili, basi Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha, nawe atakuondoshea mitihani na shida ulizokuwa nazo. Man faraja an muslimin kurbatan, yoyote yule ambaye atakayemfariji Muislamu au akamfariji yoyote katika wanadamu kwa kumuondoshea shida zake, faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea mtu huyo mitihani na shida zake hapa duniani, na siku ya kiyama Allah atamuondolea mtu huyo mitihani na madhara yake. Wa man yassara ala mu'sirin, na yoyote yule ambaye atakayepambana akamwekea wepesi yule ambaye mwenye mzigo mzito. Tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu hawajui katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani wataftari nini, hawajui katika mwezi mtukufu wa Ramadhani watakula daku kitu gani, na kufunga wanafunga hawa watu.
Sasa tukifanya hii dua ya nisfi Shaaban kwa ajili yako, Allah akufanyie wepesi, alafu tukakusanya hiki kinachopatikana, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tukawapelekea wale wenye hali ya namna hii. Wewe unapaonaje hapo? Ndio Mtume anasema, waman yassara ala mu'sirin, yoyote yule ambaye atakayemfanyia wepesi yule ambaye ameelemewa na maisha magumu, mzigo mzito, hajui anachofanya atafanya nini. Sikiliza maneno ya Bwana Mtume. Mtume anasema, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Faida ya kuyafanya hayo, Mwenyezi Mungu na wewe mambo yako atarahisisha duniani na akhera. Kuna watu maisha yao yanakuwa magumu sana kwa sababu wao katika ishu ya sadaka hawamo kabisa. Yani wao hawafikiri, hawamo, wala hajawahi kupita katika fikra zao ya kwamba katika hicho anachokipata basi kuna hata kadogo ambao kanatakiwa kaende kwa watu ambao wasiojiweza. Yeye hana fikra hizo. Sasa unamkuta maisha yake magumu, familia yake inaharibika siku baada ya siku, lakini ndoa yake inayumba mara kwa mara, yani kwa sababu naye pia ni mtu ambaye hafikiri kabisa kama kuna watu wenye mitihani katika hali za namna hiyo. Kama utafikiria hilo na ukabaini kwa haraka, hebu tuungane nasi katika tukio hili adhim biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ambalo bila shaka litakwenda kuleta mambo mazuri kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika anasema, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia taisir, kwa maana atamfanyia wepesi, atamrahisishia majambo yake ya hapa duniani na majambo yake ya akhera. Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia katika hali ya namna hii. Kuwa pamoja nasi, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia mazuri ya dunia na mazuri ya akhera. Lakini kitu kingine, daf'ul bala, kinaondosha mabala. Kuna watu wana mabala, wana mikosi, wana magundu, wana matatizo ya kila namna. Sababu wao tu ni kwamba si katika wale ambao wana tabia ya kuwa wao ni msaada kwa watu wengine. Hawana tabia hiyo, yeye cha kwake chake tu. Lakini ikifika wakati ukaona hapana, nimepata hiki sio kwa nguvu zangu, sio kwa ujanja wangu, sio kwa maarifa yangu, wala sio kwa ule wepesi wa kupenya huku na kule, la, bali ni makadiri yake Allah. Huyu ambaye alonipa pumzi hii ninayopumua ndio alionikadiria kukipata hiki, na ndio yeye huyu anasema kwamba tuwape wale wengine ambao wasiokuwa na uwezo wa kuyafanya haya. Sasa inshallah sisi tunafikiwa na makundi ya watu wengi kabisa, na hasa katika nyakati za Shaaban kwenda Ramadhani, wakituhitaji ya kwamba tuwashike mkono, na sisi hatuna la kufanya bali tunakuja kwenu. Na mara zote, miaka yote, ndugu zangu, mmekuwa hamtuangushi katika hili, mmekuwa mmeshika mikono tena mara kwa mara. Sahihi. Kuna ndugu yangu mmoja yupo katika ardhi ya Uingereza, yeye waga anafanya mambo ya ajabu sana. Yani mimi nasema mambo ya ajabu kwa sababu kwa dunia ya sasa namna ilivyo. Yani yeye huwa akipata hii klipu anachokifanya, yani mara kadhaa huwa ananipigia simu, Sheikh wangu, naam, ambia nimeona klipu na sihitaji maelezo mengi, mimi nataka ujumbe wangu utauona sasa hivi hapo katika simu yako. Basi ghafla, tena sio ujumbe mdogo, yani huyu bwana ni mtu wa maajabu kabisa. Anaambia, Sheikh wangu, kidogo changu hicho. Sheikh, kidogo hiki. Lakini siku moja mimi amenifanyia surprise ya ajabu. Anaambia, kidogo naangalia hivi nakuta katika simu yangu milioni 7. Alafu anambia, hicho ni kidogo Sheikh wangu, kidogo changu. Anambia, hapana Sheikh, hiki sio kidogo. Kikubwa sana hiki. Dunia sasa sio mchezo. Hatari kabisa. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu tunaomba tujalie kila la kheri. Na kwa daful bala, ina uwezo wa kuondosha mabala. Sanai'ul ma'rufi, yani wanaofanya wema, taqi masari'a su'i, kunaondosha matendo mabaya. Wa sadaqa tadfa'u al-bala, na sadaqa inaondosha mabala. Wewe unaona umeambatana na mabala, kampuni zako zinavurugika, mambo hayaeleweki. Sheikh, jichunguze vizuri, ungana nasi katika swala hili, huenda Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakufanyia sahali kupitia katika dua yetu hii. Pita katika njia hizi, Mola atafanya wepesi, viwanda vyako, kampuni zako zitakaa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Piga moyo konde, fanya hii katika mwaka huu, alafu utaona kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini jambo la mwisho ambalo namalizia, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, al-barakatu fil mali. Yani hicho ambacho wewe unaona unakitoa, tukakikusanya
kikaenda kwa watu wenye shida na mitihani, basi hii inatengeneza baraka nyingi sana katika mali yako ambayo ulikuwa nayo. Wewe una majumba ya kupangisha lakini hayana baraka. Una magari yanafanya kazi usiku na mchana, hayana baraka. Una viwanda vinafanya kazi usiku na mchana, havina baraka. Matokeo yake unakuta mtu anavurugikiwa. Una biashara unafanya, haina baraka. Matokeo yake siku zote we ni mtu wa kulialia tu, yani unaripoti hasara tu. Bas, jichunguze ndugu yangu. Tumia fursa hii, huenda Mola atakufanyia sahali kwa hurma na utukufu wake. As-sadaqatu la tanqusul mala. Siku zote ile sadaka katika kile ambacho unachokitoa hakina tabia ya kupunguza mali ya mtu. Yani ndio utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hakipunguzi mali, bal tazidu wa tadau fihi albaraka, bal huzidisha ile mali yenyewe, lakini kadhalika na kutengeneza baraka. Baraka ni nini? Baraka unaweza ukapata kidogo na kikafanya mambo makubwa. Lakini kadhalika inawezekana mtu akawa anapata kingi alafu hakina baraka na hana analolifanya. Ndio kuna wakati mtu anaweza kushangaa, labda wanafanya kazi na mtu fulani mahala fulani, ambapo hawa wanafanya, labda kuna mmoja mshahara wake ni mdogo, mwingine mshahara wake ni mkubwa. Lakini cha ajabu, huyu mwenye mshahara mdogo anafanya maendeleo makubwa kuliko huyu mwenye mshahara mkubwa. Tena na huyu mwenye mshahara mkubwa kazi yake ni kulalamika tu, hautoshi mshahara. Anakwambia hautoshi, haufiki malengo, haukidhi vigezo. Lakini huyu mwenye mshahara mdogo unamtosha na anafanya mambo na anakwenda mbele na maisha yake yanaenda vizuri zaidi kuliko huyu mwenye mshahara mkubwa. Shekhe, ukiona hali ya namna, jitathmini, baraka katika hicho hakuna. Sasa inshallah sehemu ya kutafuta baraka ni hizi ambazo tunazo kuweka biidhnillah. Na katika dua nikimaliza hapa, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, tunahitaji pia watokeze baadhi ya ndugu zetu kama tulivyofanya mwaka majuzi. Katika hii dua ya nisfi Shaabani, pia miongoni mwa mambo ambayo tunataka tusindikizie dua yetu ni sadaka ya kuchinja pia. Sahihi. Wakati tunakusanya hii sadaka kwa ajili ya wale ambao wasiojiweza, lakini tupate sadaka ya kuchinja. Yupo dada yangu, simtaji kwa jina, yeye yupo katika ardhi ya Uingereza. Mwaka majuzi ile, yeye katika dua yetu ya nisfi Shaaban alijitolea ng'ombe wawili. Alisema mimi nafanya thamani ya ng'ombe wawili. Nyeni pentu. Aiwa. Na ndugu yetu mmoja yeye yupo katika ardhi ya Oman. Yeye akasema, Sheikh, mimi nataka mbuzi wawili na ng'ombe mmoja. Basi alhamdulillah mambo yalienda, wengine mwenye mmoja, mwenye wawili, mambo yalikwenda vizuri biidhnillah. Yani dua yetu tunataka tuiambatanishe na nini? Na kuchinja. Fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tutafanya pale ibada ya kuchinja, kisha baada ya hapo zile nyama tutawagawia muhtajin, wale ambao wanaohitajia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Angalia mambo makubwa matatu haya. Tunafanya dua katika siku muhimu. Alafu tuna tena kwa utaratibu wa majina ya kila mmoja kwa taratibu zake maalum. Alafu kadhalika tunafatu wakati huo huyu mtu mwenye majina yake na taratibu zake maalum katoa sadaka yake kwa ajili ya kupewa watu wasiojiweza. Angalia sehemu ya pili hiyo. Alafu ya tatu tunakwenda kufanya dua inaambatana na sadaka ya kichinjo. Wewe unafikiri mambo yako yatafeli hapo? Tumia fursa hii, huu ndio muda muwafaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi mimi nikwambie tu kwa kweli, kama ni kodi ama password ambayo umejaribu kupewa ambayo inaweza ikafungua kila palipofungika, basi password hii ya nisfu Shaaban ni password adhimu mno. Kama umekutana na wanasema, kama umekutana na bahati ya kupata dodo katika mnazi, basi huenda hii ni dodo katika mnazi kweli, kwa sababu namna ilivyo kwa mtu ambaye atakayepata fursa, kwanza patikane majina yake, yafanyiwe anasiri iliyotukuka kwa utaratibu wake, na kisha baada ya hapo ipatikane sadaka ambayo aliyoweza kuelekezwa, na sadaka hii kusanywa ipelekewe kwa watu ambao wenye uhitaji, kwa maana wenye hali duni waweze kupatikana. Lakini yote kwa yote ni kwenda katika kichinjo, katika dua, kwa maana inafanyika sadaka ya kuchinja. Hivyo matendo yote haya
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia, anayapenda waja wake wayafanya, lakini bora zaidi ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa riziki kwa kila mmoja wetu ambao katika ardhi hii na dunia kwa ujumla wake. Je, wewe hapo ulipo unaonaje mwaka huu kuwa wenye mafanikio kwako au ni mwaka wenye hasara kwako? Hasara ni wewe vile ambavyo utakavyokuwa umeamua kuchagua, kwa sababu ikiwa utapata fursa ndani ya siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anashusha rehema zake na kila mmoja kupewa riziki yake, bajeti yake ya mwaka mzima, je, vipi unaweza kuomba riziki yako iwe nyepesi, na vipi unaweza kuomba ili uweze kuondokana na maradhi yaliyokuzonga, mitihani iliyokuzonga, ndoa kuwa haina utulivu, lakini kadhalika unafanya kazi miaka mingi, cheo upandi na mambo mengi kama hayo. Yote haya unaweza ukapanda utaratibu uliokuwa bora katika dua hii ya nisfu Shaaban. Na yote kwa yote, unapotuma jina lako ni vizuri useme jambo lako katika hali ya namna gani, ili ifanyiwe kazi na nasuri zako zifanyike kupitia jambo lako husika ambalo huenda kwako umeelekea nalo kwa muda mrefu sana. Huenda ikawa fursa hii nisfu Shaabani hii ikawa ndio unakwenda kuandika historia mpya katika maisha yako. Huenda inakwenda kurejesha matumaini mapya katika maisha yako. Huenda inakwenda kuandika historia bora katika maisha yako na kusahau yote uliopitia miaka kadhaa ambayo iliyotangulia. Hivyo tumia fursa hii kuwasiliana nasi kupitia namba unazoziona hapo, ili upewe utaratibu namna gani unaweza ukajisajili katika dua hii ya nisfu Shaabani, kwa lengo kubwa la kutaka kila mmoja afanyiwe utaratibu wake kwa majina yake. Na hii tufanye kwa pesa, kwa sababu majina yakiwa mengi kuna mahali tafika itabidi tusimame, kwa sababu taratibu unataka muda, lakini pia na unataka uchambuzi yakinifu ili kuweza kumfanya mtu afanyiwe dua hii ende sambamba na kile ambacho yeye binafsi kilichokuwa ni kikwazo. Kwa hivyo ukichelewa, manake pia naweza pia ukachelewa kufanywa kazi kwa majina yako na kupewa taratibu wako katika hali iliyokuwa bora. Kwa hivyo tumia fursa hii ili kuweza kutupigia simu ya kawaida au tupigie simu kwa WhatsApp au tuma message ya kawaida au message ya WhatsApp. Utashauriwa, utapewa mwongozo uliokuwa bora namna gani unaweza kama miongoni mwa mtu ambaye atakaweza kujisajili katika dua yetu hii ya nisfu Shaaban, kwa maana siku ya 15 ya mwezi huu wa Shaaban. Na leo ni mwezi pili. Na leo ni mwezi pili, maana yake tumebakia na masiku takriban 13 pekee. Maana yake siku ya 14 ndio maana maisha ndio itakuwa wake sasa, ambao tunakwenda kwenye dua adhim. Tumia fursa hii kama unataka kuandika historia mpya, kuleta matumaini mapya, lakini pia kufungua mlango mpya ambao una wewe wenye mafanikio. Ni siku hii ya nisfu Shaaban. Mimi nikwambie tu, wasiana nasi tena zona hapo ili kwa mwongozo taratibu zilizo bora. Idhnillah subhanahu, kheri nyingi zitapatikana. Kumbuka leo tumeanza dondoo tu, lakini makubwa yanakuja katika vipindi vijavyo. Usikubali kupita kipindi hata kimoja, huenda katika vipindi vingine ndio likawa jambo lako liko hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.